Mwanamume yoyote akiruka mipaka akamuingilia mwanamke si halali yake, yule mwanamke akapata mimba akamzalia huyu mwanamume mtoto, Mtume anasema hivi, falwaladu waladu zina, huyu mtoto ni mtoto wa zina, la yarithu wala yurathu, huyu mtoto harithi wala harithiwi. Huyo mtoto na huyu baba yake hawarithiani. Nanielewa hivyo? Sasa kwani huyu mtoto harithi kabisa kabisa? La, mtoto wa zina harithi na anarithi. Tuelewana vizuri hapo? Mtoto wa zina harithi kisha anarithi. Mtoto wa zina harithi kumrithi huyu babake. Huyu baba alomzaa kwa zina, yeye na mwanawe hawarithiani kabisa, lakini mtoto huyu anaweza kumrithi mama yake. Upande wa mama yake anaweza kufanyaje? Akarithi. Kwa baba hakuna kurithiana. Tunaelewana ninavyosema hivyo? Sababu nyingine ya kuzuia mirathi ni uzinifu. Mwanamke aloishi na mwanamume kwa uzinifu akafa mmoja wao, hawarithiani watu hawa, sio? Hawarithiani. Mwingine anasema bwana, mimi lakini nimeishi na huyu bwana toka tuko vijana mpaka leo kafa. Mlioana? Nimeishi naye kwa wema, kwa hisani kweli. Msinione hivi, nimekaa naye kwa hisani, ndio maana hakuniacha. Sawa, mmekaa kwa hisani, lakini hisani yenu ya uhuni. We mama, ulikaa na huyu bwana kwa hisani, hisani yake msingi wake ni uhuni. Kwa hiyo kwa sababu mlikaa kwa uhuni, hamtorithiana. Mwanamke hamrithi mwanamume walioishi kwa uzinifu, na mwanamke hamrithi mwanamke waliokaa kwa uzinifu. Wabitali, na watoto watakaozaliwa kwenye huu uzinifu hawarithiani na baba yao. Hii ni sababu ya pili katika vizuizi vya kurithi. Mnanielewa? Kizuizi cha tatu, ndugu zanguni, ni muhimu mkajua nyote hapa, mirathi au faraidh kwa lugha yake nyingine inaitwa ilmu al-mirath, ilmu al-mawarith au ilmu al-faraidh, ni katika elimu tukufu sana ambazo zimepotea. Mnanifahamu hivyo? Na haya aliyatabiri mwanzo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alisema ta'allamu al-faraidha wa 'allimuha an-nas fa innahu rubu'u ad-din wa innahu yunzau. Jifundisheni elimu ya mirathi, kwa sababu hii ni takriban ndiyo robo ya dini. Elimu ya dini robo yake ni elimu ya mirathi, na akasema Mtume elimu hii itaondoshwa, itakosekana. Yushaku an yakhtalifa ithnani fil mirathi fayatlubani man yahkumu bainahuma fala yajidani. Mtume anasema panakaribia wakaja kutofautiana watu wawili kuhusiana na mirathi yao, wakazunguka wanamtafuta mtu atakayewasaidia na kamwe hawatompata. Aya imeelezwa na Mtume mwenyewe. Ukisikia maneno haya na hali iliyopo sasa, unaonaje? Maana yake nini? Maana yake kila ukiona panatamkwa mambo ya mirathi, sikiliza vizuri, usikilize vizuri mno, urekodi, uandike, ufuatilie. Siku si nyingi kwenye dunia hii watakosekana watu wanaokijua hicho kitu, na hapo kutazaliwa dhulma hazipimiki. Watapewa watu mirathi, mali za watu watapewa wengine, wengine watanyimwa wakapewa wengine, na dhulma itakuwa kubwa hapo, na hiyo ndo fitna kubwa itakayotokea. Nasisitiza elimu hii, ukiona mahali inazungumzwa, tega sikio vizuri sana, wewe ndo utawasaidia watu baadaye huko. Tunaelewana hivyo? Mirathi imethibiti kwa Qur'ani, kwa Sunna na kwa ijma'ul umma. Ilmu al-mawarithi thabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'ul umma, fahuwa ma'lumun min ad-dini bidharura, ni jambo linaeleweka kwenye dini hii kwa hoja, maana chimbuko lake ni kwa Mwenyezi Mungu. Kama mnavyoona hapa, mnasoma hapa, sio? Huyu ni Mungu huyu. Ni jambo limesomeshwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
na wamekubaliana wanachuoni wa umma huu kwamba kwenye Waislamu kipo kitu kinaitwa mirathi. Atatoka kwenye Uislamu mtu akipinga, akisema jambo la mirathi si jambo la kidini, ni jambo la khiari, kama wanavyoenda watu zama hizi. Watu wanajua wakifiwa kugawa mirathi ni hiari yao, hawagawani kwa sababu ni hiari yao wao. Inafika mahala mpaka baadhi ya warithi wanakufa hawakupewa haki zao, na baadaye kunazuka mzozo. Sasa hapajulikani tena apewe nani, anyimwe nani, hakadha ila yaumil qiyama. La, ni kitu kakiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisema mwingine ana huruma, kuna mtu ana huruma bwana, sasa tuanze kugawa mirathi, watoto wenyewe bado hawa baadaye watashika wapi? Sasa anahurumia watoto. Ukigawa mirathi watoto wakikuwa wataenda kaa wapi? Itakuwaje? Jamanini, hakuna mwenye huruma kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola ana huruma, anasema mwenyewe, inna Allaha binnasi la raufu rahim. Mungu anawahurumia watu kulikoni wanapojihurumia wenyewe, na ametaka mtu akifa mali yake irithiwe. Mnanielewa? Sasa kuna kitu kinaitwa asbabul irthi. Asbabu al-irthi, sababu za kurithi. Anayekuja kwenye meza ya mirathi lazima awe anazo sababu zinazomleta. Usije tu uwe nazo sababu ambazo zimefanya na wewe uhudhurie hapa kwenye meza ya mirathi. Tunaelewana hivyo? Sawa. Sababu hizo ni tatu. Sababu ni ngapi za kurithi? Ni tatu. Sababu ya kwanza inaitwa nikahu, sababu ya pili inaitwa karaba, na sababu ya tatu inaitwa wilau. Twendeni kidogo kidogo nataka niseme haya ili tukiendelea nisiyarudie tena. Urithi, kurithi, kuna sababu tatu. Lazima ili uje kwenye meza ya mirathi uwe nayo mojawapo kati ya sababu tatu. Nazitaja. Ukiona hata sababu moja huna, usije kwenye meza ya mirathi kwa sababu huhusiki. Sababu ya kwanza nikahu. Semeni. Nikahu ni ndoa, yaani kinachokuleta kwenye meza ya mirathi ni ndoa. Uwe ni mume wa aliyekufa au ni mke wa aliyekufa. Ukiulizwa mbona umekuja, useme naam, mimi ni mke, utaambiwa karibu, kwa sababu sababu moja ni ndoa. Tunaelewana hivyo? Sababu ya pili karaba, ni damu. Sababu ya pili ni karaba, ni damu. Hapa kwenye karaba, hapa wanaletwa kwenye karaba wazazi, sawa? Mzazi anakuja kwenye mirathi kwa sababu ya damu, sio? Anayemrithi ni mwanawe, ni kipande cha nyama yake. Mtoto ni kipande cha nyama ya mzazi. Mnanifahamu hivyo? Kaletwa na karaba, ni damu. Au mtoto anamrithi babake kwa sababu kuna karaba, kuna damu. Hapa wataingia na hawashi. Hawashi ni ndugu. Kaka atamrithi mdogo wake, mdogo wake atamrithi kaka yake, wale ndugu, sio? Maami, watoto wa baba wakubwa na wadogo, wataletwa hapa na karaba. Abnaul amami, watoto wa maami, watoto wa baba wadogo na wakubwa, wataletwa na karaba. Si mnanielewa hivyo? Kwa lugha ya kuelewana, sababu ya pili ni undugu, ni ule ukaribu ulioletwa na damu, utoke upande wa uzazi na utoto au upande wa wazaliwaji, ndugu. Mmenielewa? Sababu ya tatu inaitwa wila. Wila ni masala kwa sasa ni kama yamekosekana hapa duniani, ni masuala ya utumwa. Wakati sababu ya kurithi ni utumwa. Baadha nyinyi nyote si mnajua zamani kulikuwa na utumwa hapa duniani? Kulikuwa na utumwa, walimiliki watu watumwa, na haikusemwa popote kwenye sheria kwamba kumiliki mtumwa ni dhambi. Haikuwa dhambi, ilikuwa halali watu kuwa na watumwa. Wakati wa Bwana Mtume Muhammad watu wana watumwa wao. Mwenyezi Mungu kwa hikma yake akaweka mipango ya kuuondoa utumwa. Utumwa kauondoa Mungu mwenyewe, sio wazungu, sio wazungu. Sasa ukiwa na mtumwa unaishi, ni mali yako, sababu mtumwa ni mali. Mtumwa ni mali.
ni mali yako kama alivyo mbuzi. Siku ukiona huna kitu mfukoni, huna pesa, nyumbani hapa una mbuzi na una matatizo, si unamchukua mmoja kwenda kumuuza Vingunguti, au sio? Na mtumwa ni hivyo. Ukiamka siku mfukoni sio pazuri, una watumwa wako watatu, unachagua mmoja, unampeleka mnadani kama unavyopeleka mbuzi, unakwenda kupatana bei, unamuuza, ananunuliwa. Sio, mnanielewa hivyo? Utumwa ni udhalili wa hali ya juu kweli kweli. Sasa yule mtumwa siku moja unamwachia huru, min al-an anta huru, nimekwacha huru. Anakwenda kuwa mwanadamu mwenye hadhi ya kawaida, yuko huru. Huyu mtumwa siku akifa, amekufa huyu mtumwa huyu, ana watu wake wa kumrithi, aswaba wa dhawil arhami, watakuja kumrithi huyo mtumwa ambaye alikuwa mtumwa zamani, sasa yuko huru, ana jamaa zake watamrithi. Tunakwenda pamoja. Huyu mtu aliyekuwa mtumwa zamani ukamwacha we huru, ikithibiti hao warithi wake hakuna hata huyu, wanaostahili kumrithi hakuna hata mmoja. Mrithi wa huyu mtumwa ni wewe uliomwacha huru. Wewe uliokuwa bwana wake zamani, we ndio mrithi wa mali yake, kwa sababu nyingi sana. Kubwa ni kwamba wewe ndo ulomfanya akaweza kumiliki. Kwa sharia ya Kiislamu mtumwa hamiliki. Mtumwa akifanya kazi akalipwa, yeye na huo mshahara wake ni mali ya bwana, yeye hamiliki kitu. Sasa kwa kuwa ulimwacha huru, akawa anaweza kumiliki, na sasa hana wale warithi wake maaswaba, hana tena dhaul arhami, hawapo. Mrithi wake ni wewe uliomwacha huru. Mnanielewa? Kwa sababu ya tatu ya kurithi ni hiyo wilau. Anakuja mtu akiulizwa, wewe unakuja hapa kwa sababu gani? Aseme naam, nakuja hapa kwa sababu ya wilau. Huyu bwana alokufa, kwa kuwa hana warithi, alikuwa mtumwa wangu mimi, na mimi ndo nilomwacha huru. Utakwambia naam, karibu, wewe unastahili kuja hapa. Mnanifahamu hivyo? Sababu za kurithi ni ngapi? Ni tatu. Ya kwanza inaitwa nikahu, ni ndoa. Ya pili inaitwa karaba, ni damu. Ya tatu inaitwa wilau, ni masala ya utumwa. Marufuku kuja kwenye meza ya mirathi kama huna sababu moja kati ya hizi. Hii nukta mmeielewa? Karibu. Karibu. Naam. Ndio. 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 Inasema hapewi. Kuna kitu nakiendea hapo mbele kinaitwa mawani'ul irthi. Kipo kitu kinaitwa mawani'u al-irthi, au lugha yake nyingine awaiqul irthi, viziwizi vya kurithi. Kuna kitu kinaitwa viziwizi vya kurithi. Wewe kweli ni mmoja kati ya warithi, lakini pia uwe huna viziwizi vinavyokuzuia kurithi. Nikifika hapo nitataja hicho unachokiuliza. Naendelea. Baada ya kuzipata sababu za kurithi, sasa kuna masharti ya kurithi. Kweli unazo sababu za kuja kwenye mirathi, lakini kuna masharti ya mirathi. Tunaelewana? Nayo ni matatu. Masharti ya mirathi ni mangapi? Matatu. La kwanza, tahaqququ mauti almuwarith, sio? Ni kuthibitika kifo cha anayerithiwa. Tahaqququ mauti almuwarithi hukman haqiqatan am hukma, ni kuthibitika kwamba anayerithiwa amekufa. Ni sharti huyu anayerithiwa mali yake ithibitike kuwa amekufa. Hakuna kumrithi mtu kama yuko hai. Kithibitike kifo chake, amekufa kwa hakika au kafa kwa hukumu. Hapa kwenye hili jambo kuna vifo aina hizi. Kuna kifo cha uhakika na kuna kifo cha hukumu.
Kifo cha uhakika nyote mnajua, ni mtu kafa, mmeshuhudia, mmekwenda kumzika, nyote mnajua huyu kafa, au sio? Kifo cha hukumu ni mtu almafkudu alfaqidu, yani faqada almar'u la yu'lamu khabaruhu mada alazmani. Kifo cha hukumu ni mtu kutoweka, asifahamike aliko kwa muda mrefu sana. Unanielewa? Ametoweka mtu tukawa hatujui aliko. Sasa imepita miezi, imepita miaka, imekwenda mpaka umefika muda sasa patatolewa hukumu ya kifo chake. Tunafahamu hivyo? Nani mwenye mamlaka ya kutoa hukumu ya kifo? Ni hakim, ni kadhi, niyabatan anil hakimi, ni kiongozi, ni kadhi, ndio atatangaza aseme kwa huu muda, hadhihi almuddatu la yaishu fiha insanun ghaliba, muda wa namna hii mwanadamu hawezi kuishi muda wote huu. Jamani, kwa mfano alipotoweka alikuwa na miaka 78, katoweka. Mzee wetu hatumuoni aliko, habari zake hatuna, na miaka 78. Tumekaa hajulikani aliko mpaka miaka 30 mbele. 30 na 75 mingapi? Mazingira kama haya, kadhi anaruhusiwa kusema kwa leo mimi natangaza kifo cha huyo mtu. Sio wewe, maana wengine familia wanaamua wao, jamani itakuwa kafa huyo, tuseme amekufa, waroho wale nataka kurithi. La, ni mtu mahususi ndo atatangaza hiyo habari. Akitangaza hivyo, yatatokea mambo mawili mara moja. La kwanza, baada ya tangazo la kadhi au hakim, mke wake ataanza ukaida kuanzia siku hiyo, kwa kuzingatia sasa kafiwa na mume. Nanielewa? La pili ni kurithiwa mali yake. Mali yake itagawanywa kuanzia hapo. Najua hapa kuna maswali na nangojwa. Je, akitokea ghafla akarudi? Mke alishakaa eda tayari, na pengine kuna bwana alishakuja akashabeba ule mzigo tayari, imekuwaje? Mali mmeshagawana na mwenyewe itakuwa inajua kichwani kuna hayo maswali. Ni wacheni kwanza niende vizuri, niende vizuri. Sharti la tatu, bado niko la kwanza, bado nipo kwenye sharti la kwanza la kurithi. Mnanielewa? Linaitwa tahakuku mauti almuwarithi hakikatan am hukma, ni kuthibitika kifo cha anayerithiwa, iwe kafa kwa hakika au kafa kwa hukumu. Hapo tumeelewana bwana? Ndio sharti namba moja. Sharti ya pili, tahakuku hayati alwarithi inda mauti almuwarith, ni kuthibitika uhai wa huyu anayerithi, alikuwepo hai wakati mrithiwa anakufa. Ithibiti uhai wa mrithi wakati anayerithiwa anakufa. Hapa mnanielewa vizuri? Yaani wewe unayenirithi mimi, ithibitike ulikuwepo hai wakati mimi nakufa. Ikiwa na wewe ulikufa kabla yangu mimi unayenirithi, fungu lako huna, umeshakimbia mirathi. Waliokufa kabla ya mrithiwa hawarithi. Nanielewa hivyo? Tunaye baba kwa mfano, tuko watoto 5, watoto 3 wamekufa, baba yuko hai, au sio? Tumebaki watoto 2. Siku baba akifa, wale watoto 3 walotangulia kufa hawana mirathi, kwa sababu hawakuwa hai wakati mrithiwa anakufa. Tunafahamu hivyo? Tahakuku hayati alwarithi inda mauti almuwarithi. Hiyo sharti namba 2. Sharti ya tatu ya kurithiana, sharti namba 3, wujudu maalumati qismati at-tarika, ni kuwepo elimu ya ugawaji huu wa mirathi. Ni sharti mirathi igawanywe, ule ujuzi wa kusimamia uwe upo. Mkiona mnataka kuingia kwenye kugawa mirathi, lakini msimamizi wa elimu ya namna ya kugawa mirathi hayupo, at-tarikatu inda idhin takunu mawqufatan, ile mirathi yenu itaziwiwa kwanza, itasimamishwa. Sasa kama hakuna mjuzi na mnagawa, mtagawaje? Yaani ujuzi wa kugawa mirathi haupo, mnagawana vipi? Hapatokei dhulma hapa. Lazima kuwe na ilmun li
kismati tarika, kuwe na ujuzi wa ugawa ilmu. Jamani, hizi ndio sharti, mnanielewa? Ziko ngapi? Ziko 3. Ya kwanza ni kuthibiti kwamba anayerithiwa alikufa. Ya pili ni kuthibiti kwamba anayerithi alikuwepo hai wakati mrithiwa anakufa. Namba 3 ni kuwepo elimu ya mirathi. Haya, umeshatimiza sababu, pengine ni nikahi, pengine ni karaba, pengine ni wilaya, na masharti yapo tayari, au sio? Bado hatuendi kurithi mpaka zije nguzo. Kuna kitu kinaitwa arkanul irthi, nguzo za kurithi, nazo ni 3. Mambo matatu tu, sababu ni 3, masharti 3 na nguzo 3. Nguzo ya kwanza ya kurithi, muwarithu anaitwa nani? Nguzo ya pili ya kurithi, warithu anaitwa nani? Nguzo ya 3 ya kurithi, tarika. Ya kwanza ni nini? Muwarithu, yani nguzo ya kwanza ya mirathi ni kuwepo mtu anarithiwa. Sasa kama hakuna anarithiwa, kuna mirathi gani? Ili turithi, si inabidi awepo mtu anarithiwa, anaitwa muwarithu, ndio nguzo ya kwanza. Ya pili, awepo mtu anaitwa warithu, mrithi. Kwa kuwa kuna anayerithiwa, basi wawepo na watu gani? Warithi, ni nguzo. Na nguzo ya 3, ujudu tarika, ni kuwepo hicho kinachorithiwa. Anaweza kuwepo mtu anayerithiwa, akawepo anayerithi, lakini cha kukirithi hakipo, mirathi yenyewe hamna, jambo litakuishia hapo, sio? Lazima awepo muwarithu, awepo warithu, na iwepo tarika. Tumeelewana hivyo? Haya, sababu zimepatikana, masharti yamepatikana, nguzo zimepatikana. Kuna kitu kisiwepo kitatuzuia mirathi. Yani yuko mtu sababu ya kuja kurithi kaipata, sio? Masharti yametimia, nguzo ziko sawa, lakini hapewi. Kuna vitu vinaitwa mawani'ul irthi. Msemeni hivyo, viziwizi vya kurithi. Ni vile vitu vinavyomziwia mtu aliyekuwa anastahiki kurithi, lakini vikiwepo hivyo, marufuku kuja hapa. Kiziwizi cha kwanza kinaitwa alqatlu, ndo swali la yule bwana yule. Ukimuua mtu ili urithi mali yake, umeshajitoa kwenye mirathi, upewi. Alqatilu la yarithu tarikatil almaktuli, aliyeua harithi mali ya aliyemuua. Tunaelewana hivyo? Na hapa kuna aina 2 mpaka 3. Kuna kuua kwa maksudi, katlu amdi, sio? Kuna shibha amdi, kuna kuua kwa bahati mbaya, kuna kuua kwa maksudi. Tunaelewana hivyo? Hapana shaka wala khilafu, aliyemuua mtu makusudi, ikithibitika kaua makusudi, harithi hata sentano, sheria imemtoa nje. Sababu anazo, lakini kwa sababu kafanya mauaji, amefanya kitendo kinachomzuia yeye kufanyaje? Yeye kurithi. Jibu lako lishapatikana kabisa. Kipo kitu hapa. Je, kaua kwa bahati mbaya? Ni mtu daktari, sasa baba yake mzazi ameugua, imebidi aende akamtibu, anamtibu baba yake, au sio? Katika harakati za matibabu amemchoma sindano baba yake, anamtibu, akafa. Amekufa pale kwenye shughuli za matibabu. Kimsingi haya matibabu ya huyu mtoto si ndo sababu ya kifo cha baba? Anarithi harithi huyu? Kauli kuna 2. Kuna ulamai wamesema ikithibitika ni bahati mbaya atarithi, na ipo kauli inasema hapachungwi makusudi wala bahati mbaya, madhali yeye ndo sababu ya kifo cha huyu anayemrithi, hapewi kabisa. Kwa sababu tuhuma hii itaondoshwa na nani? Yani wale warithi waliobaki, nani atawathibitishia kwamba pale palikuwa makusudi, pale palikuwa bahati mbaya? Atakaye kuja thibitisha ule makusudi na ubahati mbaya ni yupi? Ni nani? Mfano mwingine ni muwindaji, au sio? Kuna mtu swayade anawinda, amekwenda porini kule, anatafuta wanyama, mara kamuona swala kule anapita, amekoki bastola,
au mshale, sio? Anampiga swala, bismillahi Allahu akbar, kaachia mshale. Ule upande unakokwenda mshale huko amepita baba yake mzazi. Kabla ya mshale kuingia kwenye tumbo la swala, umeingia mshale kwenye tumbo la baba yake mzazi, ameanguka, amekufa. Baba amekufa kwa mshale wa mwanawe, lakini mwanawe alikuwa anafanyaje? Anawinda swala. Hapa kaua bahati mbaya maksudi. Alhamdulillah, atakaye kuja kututhibitishia kwamba hapa bwana, hii bahati mbaya alikuwa anawindwa swala, nani? Nyote mmekaa kimya kwa sababu mmeshindwa kueleza atakaye kuja kuthibitisha, sio? Kwa sababu hiyo ulama baadhi yao wametuambia aina yoyote ya kusababisha kifo ambacho kasababisha huyu mrithi kwa anayemrithi hatopewa mirathi. Hichi kiziwizi namba moja, mnanielewa? Kiziwizi cha pili cha mirathi, azina ni uzinifu. Uzinifu ni kiziwizi cha mirathi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ayyuma rajulin ahala bimra'atin la tahillu lahu fawaladat minhu walada falwaladu waladu zina la yarithu wala yurathu. Mtume anasema mwanamume yoyote atakayekwenda kumuingilia mwanamke sio halali yake. Tunafahamu mwanamume yoyote akiruka mipaka akamuingilia mwanamke si halali yake, yule mwanamke akapata mimba akamzalia huyu mwanamume mtoto, Mtume anasema hivi, falwaladu waladu zina, huyu mtoto ni mtoto wa zina, la yarithu wala yurathu, huyu mtoto harithi wala harithiwi. Huyo mtoto na huyu baba yake hawarithiani. Nanielewa hivyo? Sasa kwani huyu mtoto harithi kabisa kabisa? La, mtoto wa zina harithi na anarithi. Tuelewana vizuri hapo? Mtoto wa zina harithi kisha anarithi. Mtoto wa zina harithi kumrithi huyu babake. Huyu baba alomzaa kwa zina, yeye na mwanawe hawarithiani kabisa, lakini mtoto huyu anaweza kumrithi mama yake. Upande wa mama yake anaweza kufanyaje? Akarithi. Kwa baba hakuna kurithiana. Tunaelewana anavyosema hivyo? Sababu nyingine ya kuzuia mirathi ni uzinifu. Mwanamke aloishi na mwanamume kwa uzinifu akafa mmoja wao, hawarithiani watu hawa, sio? Hawarithiani. Mwingine anasema bwana, mimi lakini nimeishi na huyu bwana toka tuko vijana mpaka leo kafa. Mlioana? Nimeishi naye kwa wema, kwa hisani kweli. Msinione hivi, nimekaa naye kwa hisani ndio maana hakuniacha. Sawa, mmekaa kwa hisani, lakini hisani yenu ya uhuni. We mama, ulikana huyu bwana kwa hisani, hisani yake msingi wake ni uhuni. Kwa hiyo kwa sababu mlikaa kwa uhuni, hamtorithiana. Mwanamke hamrithi mwanamume walioishi kwa uzinifu, na mwanamke hamrithi mwanamke waliokaa kwa uzinifu. Wabitali, na watoto watakaozaliwa kwenye huu uzinifu hawarithiani na baba yao. Hii ni sababu ya pili katika vizuizi vya kurithi. Mnanielewa? Kizuizi cha tatu, ikhtilafu din. Ikhtilafu milla ni kutofautiana imani. Muislamu na kafiri hawarithiani. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la yarithu almuslimu kafira wala alkafiru muslima. Muislamu hamrithi kafiri na wala kafiri hamrithi nani? Muislamu. Kwa hiyo ikiwa umeishi na wanao, kuna mali nyingi baina yenu, mwisho huko karibu ya kufa ukaritadi, ukaamua kuwa Mkristo, sio? Ukishabadili dini ukifa, hawa watoto wako wote hakuna atakaye kurithi hata mwanao mmoja hakurithi, kwa sababu Muislamu hamrithi kafiri. Sio, mnanielewa hivyo? Mmoja kati ya watoto naye akaamua kukufuru, na pengine ndo tajiri wa ukoo. Watoto wengine unakuta kwenye ukoo kuna mtoto huyu mmoja ndo jicho la familia nzima, na hawa wanakuwa na mtihani hao.
Hao kupendwa ni vigumu kuliko kuchukiwa. Ukiwa wewe umepewa uwezo ndio umetazamwa na familia nzima. Bega moja halibebi mizigo mingi, bega moja mzigo wake ni huu mmoja. Sasa yule mtoto akisha ritadi akawa kafiri, naye harithiwi. Unanielewa? Harithiwi. Ni kiziwizi cha tatu. Cha kwanza nimekitaja ni kuua, cha pili ni uzinzi, na cha tatu ni kutofautiana imani. Nyinyi watu mmenielewa? Ili tufike kwenye meza ya mirathi, lazima haya yote niloyasema yazingatiwe. Zizingatiwe sababu, je, zipo? Naam. Yazingatiwe masharti, je, yapo? Naam. Zizingatiwe nguzo, je, zipo? Naam. Yazingatiwe yale yanozuiwa kurithi, hayapo? Naam. Karibuni kwenye meza ya mirathi. Tutaendelea wiki ijayo kurithi. Wallahu a'lam.